Baraza la uongozi la Chama cha Sheria Tanganyika kama lilivyopewa mamlaka chini ya kifungu cha 4 cha sheria ya Chama cha Sheria Tanganyika sura ya 307, tunapenda kutoa taarifa hii kwa vyombo vya habari kuhusu matukio ya kusikitisha yaliyojitokeza kuhusiana na masuala ya utawala bora, demokrasia, pamoja na swala zima yaliyojiri tarehe 24 Aprili 2025 na tarehe 28 Aprili 2025 kuhusiana na kesi ya mwanachama wetu ambaye ni kiongozi wa chama cha Chadema, wakili Tundu Antipas Lissu. Ndugu wanahabari, mambo yaliyojitokeza tarehe 24 na 28 ni mambo ambayo TLS kwa mtazamo wake imeona ni mambo yanayoathiri, sio tu kuathiri, yanadogodesha uzito wa muhimili, mantiki ya utawala bora na dhana ya utoaji haki katika taifa letu. Vitendo vyote vya namna hii tunavilaani kwa lugha kali inayostahiki na havifai kufumbiwa macho katika jamii yetu. Ndugu wananchi, kuna mambo kadhaa yaliyojitokeza. Jambo la kwanza, uvunjaji wa sheria na katiba uliobainika. Kwanza, swala la uvunjaji wa haki ya usawa mbele ya sheria. Jambo hili limefanyika ambalo tumeshuhudia kukamatwa kwa wateja wa mahakama. Unajua mahakama ina wateja wake, na mahakama ipo kwa ajili ya wateja wale, sio kwa ajili ya wakili au kwa ajili ya polisi. Ni kwa ajili ya kuwapokea wateja wake na kuwapa huduma yao ya haki ambayo hakuna mahali popote inapotakiwa kupatikana au kuonekana ikipatikana isipokuwa katika mahakama iliyo wazi, mahali panapofahamika, panapozoeleka, na kama kuna kubadilika basi mahali ambako jamii imejulishwa kwa mujibu wa utaratibu kwamba mahakama hii ya wazi itakaa mahala fulani na sio vinginevyo. Kukamatwa kwa wananchi kwa wingi tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025 bila kufuata misingi ya kisheria na kwa kuonekana kuzingatia misimamo ya kisiasa ni kinyume na ibara ya 13 ya katiba inayolinda usawa mbele ya sheria na kupinga ubaguzi wa kisiasa, na vile vile kinyume ya ibara ya 14 ya katiba inayolinda haki ya kila mtu kuishi na kulindwa na serikali. Kazi ya polisi anapokuwa mahakamani ni very limited: kuleta wahalifu walioko kwenye mikono yao, kushiriki kwenye hatua za kimahakama kama anavyoelezwa na hakimu. Maana nimesikia kuna watu wanasema mahakama imekuwa compromise. Mahakama hauwezi, kwa lile lililotokea Kisutu sio la mahakama, ni la hakimu. Yule ndio mwenye mahakama yake kwa wakati ule, ndio anayetakiwa kulinda wateja wanaokuja mbele yake, na kama kuna maagizo yoyote anaanza kuzungumza na mawakili, mawakili wanazungumza na wateja wao. That is a practice. Hakuna interaction yoyote ya OCD na hakimu anaendesha kesi kabla mawakili hawajapata taarifa hiyo. Lolote linalofanyika hivyo ni kinyume cha sheria na kinyume cha katiba, na ni dalili za kuingilia uhuru wa mahakama na kuifanya mahakama kama kikaragosi hivi tu. Kwa hiyo sisi tunaona hapo kulikuwa na uvunjaji mkubwa wa sheria na haki za wananchi waliofika mahakamani, na sisi TLS tutakuwa tayari kushirikiana na wadau na wananchi wote, ikiwemo mawakili hawa wa watuhumiwa, kuona namna ambavyo haki itatendeka kwa wateja wote wa mahakama waliotendewa vibaya tarehe 24 na tarehe 28.
Ndugu zangu, chama cha sheria Tanganyika vile vile tumepatwa na mshtuko. Jana baada ya kumaliza shughuli zetu zingine, lakini kuna tukio alijitokeza. Tuna laani tukio la kushambuliwa kwa Padre Kitima, na tunatoa rai kwamba uweledi ufanyike na watuhumiwa wapatikane kwa haraka. Yale mambo mengine yote tuliyosikia wameanza kuongea yale, na tumuombe sana mwenzetu, najua ni msomi, Mlilo ni msomi. Kwa hiyo Mlilo akikosea anafanya makusudi, ni mwanasheria. Tunaomba arekebishe kauli zake, aheshimu utu wa watu, asimame kama kiongozi, awajibike kwenye nafasi yake. Mtu kusema padre alikuwa analewa, itabekaa na kunywa, sio toka saa ngapi, it is a grave insult. It's a grave insult. Kazi aliyokuwa akifanya sidhani kama atalipata dakika 5 za kunyenyuka pale alipokuwa. Na kazi ilikuwa inafanyika mbele ya wachungaji, mapadre na mashehe. Na baada ya kumaliza wakabaki na baadhi ya wachungaji. Nani angeweza kufanya kitendo hicho katika mazingira yale? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba, tunalaani na tunataka jeshi la polisi lichukue hatua stahiki. Kitendo kilichofanyika ni kitendo cha kikatili na ni kitendo kinachotoa tafsiri mbaya kwa mtu aliyeshambuliwa.